Mtu wa Mungu, ninakualika tena katika kipindi chetu cha Kutoka Madhabahuni, na ninaamini lile Mungu alilokukusudia siku ya leo kwa neema ya huyu Mungu utakwenda kulipata. Ninamshukuru Mungu kwa mwendelezo wa vipindi hivi, na namshukuru Mungu kwa namna wewe pamoja na wengine wengi mnavyoendelea kubarikiwa na kuishi maisha ya ushindi kwa sababu ya neema hii ya kuachilia vipindi hivi. Leo tena ninakuja kwako pale ulipo, na ninamwamini Mungu atatenda kitu kwenye maisha yako. Leo ninakuja na ujumbe wenye kichwa, vazi ulilovikwa litaamua. Vazi ulilovalishwa, vazi ulilovalishwa kwa namna za kiroho ndilo linaloamua. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe, yapo mambo mengi yanayosababisha mtu aishi maisha anayoyaishi. Je, huyu mtu ataishi maisha ya baraka? Atacheka kwenye maisha yake au atalia? Yapo mambo mengi yanayoamua, lakini moja ya jambo linaloamua uelewe ni vazi ambalo mtu amevishwa katika namna za kiroho. Elewa mtoto wa Mungu, kama vile ambavyo tunavaa mavazi katika namna za mwilini, elewa kwa namna hiyo hiyo huwa tunavaa mavazi kwa namna za rohoni, na lile vazi ulilovaa kwa namna ya kiroho ndio linaloamua vile maisha yako yanavyokuwa. Yale unayoyapitia, utashinda au utashindwa, utalia au utacheka, vazi ulilovishwa ndilo linaloamua. Angalia na mimi kitabu cha Luka sura yake ni ya 7. Luka 7 mstari wake ni wa 24 na wa 25. Luka 7 24 na 25. Neno la Mungu linasoma hivi: basi wajumbe wa Yohana walipokwisha kuondoka, alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Je, mlikwenda kutazama unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Jueni basi, watu wenye mavazi ya utukufu wanakula raha na wamo katika majumba ya wafalme. Anasema watu waliovikwa vazi la utukufu kwa namna za kiroho ndio wanaokula raha duniani. Elewa mtoto wa Bwana, kuna vazi lazima uvikwe kwa namna za kiroho, na ukivikwa hilo vazi maisha yanaenda. Utaona kushinda, utaona kufanikiwa. Lakini nataka uelewe, waovu pia wanawavika watu mavazi. Watakuvika vazi fulani kwa namna za kiroho, na kwa nguvu ya lile vazi utaanza kuona unavyopitia mambo magumu, utaona unavyopitia mikwamo na mihangaiko. Lakini nini kinasababisha upitie yote haya? Elewa, ni vazi ambalo kwa namna za kiroho umevikwa. Ndio maana ninakufundisha vazi ulilovikwa linaamua. Hebu kwa haraka haraka kibibilia kabisa ni kuonyeshe baraka 4. Baraka 4 ambazo zinasababishwa na vazi ulilovishwa katika roho. Baraka 4 ambazo zinasababishwa na vazi ambalo mtu amevikwa kwa namna za kiroho. Baraka ya kwanza, kibali. Kibali au kukubalika. Elewa mtoto wa Jehova, ili uone unafanikiwa hapa duniani ni lazima ukubalike na watu wa baraka na vitu vya baraka. Mungu hutumia watu kubariki watu, lakini hao watu wanaotakiwa kukubariki ni lazima wakukubali. Hasa nataka uelewe, Biblia imejibu hilo swali. Kwa namna za kiroho kuna vazi ukivishwa unakubalika na watu wa baraka, unakubalika na vitu vya baraka pia. Angalia nami kitabu cha Esta. Esta sura yake ni ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 3. Esta 5:1 mpaka 3. Ikawa siku ya 3, Esta alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme.
naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pa mfalme. Kabla ya kibali machoni pa mfalme, kabla Biblia haijasema Esta akapata kibali machoni pa mfalme, maandiko yanasema Esta alijivika vazi fulani. Elewa kilichosababisha Esta apate kibali machoni pa mfalme ni vazi alilovikwa. Mfalme alifika kumwambia, omba lolote, hata nusu ya ufalme nitakupa leo. Nini kinachoalika kibali kikubwa namna hii? Vazi alilovikwa. Je, wewe unakubalika na watu wa baraka? Je, unakubalika na vitu vya baraka vinakuja kwako? Hawa watu wamekuja kwako, wanajenga maisha yako, yanategemea vazi ulilovikwa katika roho. Wamekuvika vazi linalowapeleka watu wa baraka mbali. Wamekuvika vazi linalozuia kibali. Leo ninanena kwa jina la Yesu ali hai, vazi lolote ulilovikwa katika ulimwengu wa roho linalokunyima kibali lichanike kwa jina la Yesu ali hai. Nawe kwa namna za kiroho pokea vazi litakalokupa kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen. Elewa baraka ya kwanza kukubalika. Baraka ya kwanza ni kibali au kukubalika. Baraka ya pili inayoamriwa na vazi alilovikwa mtu. Mmoja nimekuambia kibali au kukubalika, na tumemwona Esta kwenye Esta 5:1-3. Baraka ya pili ni kuinuka au kuinuliwa. Kuinuka au kuinuliwa. Danieli sura ya 5 mstari wa 29. Danieli 5:29. Unaposoma pale maandiko yanasema mfalme akawaamuru wamvike Danieli vazi la zambarau, wamvike na mkufu pia, alafu mbiu ikapigwa kwamba Danieli ni namba 3 katika taifa. Manake Danieli pamoja ni mgeni kwenye lile taifa, lakini anainuka kwenye uongozi mpaka kufika nafasi ya 3. Ingekuwa kwenye nchi kama Tanzania tunasema waziri mkuu, maana tuna rais, tuna makamu wa rais, afu tuna waziri mkuu. Lakini aliinukaje mpaka kufika hapo? Utaona hakuinuka bila vazi kutajwa. Alivikwa vazi, ndio mbiu ikaanza kupigwa. Yeye ameinuka na ni wa 3 kwenye taifa. Hivyo elewa mtu wa Mungu, ili uweze kuinuka, uweze kuona nainuka kwenye maisha hapa duniani, mmoja kitu lazima muombe Mungu. Muombe Mungu akuvishe vazi la kuinuliwa. Na Mungu katika ulimwengu wa roho atakuvisha vazi hilo, na utaanza kuona kwenye maisha yako unainuka. Baraka ya 3 inayotegemezwa na vazi ni kushinda vita unazopitia. Maandiko yametuonyesha ya kwamba ushindi kwenye vita mtu anapitia, pia kinachoamua ni vazi alilovikwa katika roho. Kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 38 mpaka 39. Hii ni habari ya vita kati ya Israeli na Wafilisti. Na Sauli kwa siku 40 ameshindwa kumkabili Goliath na kuondolea Israeli aibu. Daudi anatangaza, anasema yeye anaweza kumkabili Goliath na akamshinda. Aibu ikawaacha watu wa Israeli. Aliposikika anasema namna hiyo, aliitwa na mfalme Sauli, na alipojieleza kwa Sauli, neno la Mungu linasema Sauli akamvika Daudi mavazi yake. Sasa nataka unisikilize mtu wa Mungu, haya mavazi ambayo Sauli leo anamvika Daudi ndio mavazi yeye alikuwa anayavaa siku zote anapotaka kumkabili Goliathi na alishindwa. Kwa ufupi, alikuwa anamvika Daudi mavazi ya kushindwa. Neno la Mungu linasema Daudi aliyavua yale mavazi, akaenda na mavazi mengine yakampa kushinda. Elewa, wakati wote unapopitia vita fulani kwenye maisha yako, utamwomba Mungu akuvike vazi la kushinda vita hiyo, na ukivaa hilo vazi wewe utaona unavyoshinda hiyo vita. Baraka ya 4 na ya mwisho inayoamua au inayotegemezwa na vazi
ni kushinda vizuizi au upinzani. Kushinda vizuizi au upinzani. Neno la Mungu linaonyesha kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili sura yake ni ya pili. Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 7 na wa 8. Elia akiwa na Elisha na wanaelekea Yordani. Maandiko yanasema Yordani, mto Yordani uliwazuia, na ule mto ulipowazuia, kwa kuwa ulikuwa ni majira ya mafuriko, maandiko yanakuonyesha kwa vazi alilokuwa amevaa Elia, Yordani iliacha njia, yeye na Elisha wakavuka pakavu. Uko nyuma maji yakajirudi tena. Walipomaliza kile walichokuwa nakifanya, maandiko yanasema Elia alimtupia Elisha vazi lake, na Elisha alilarua mavazi yake mwenyewe, akatumia vazi la Elia na akayapiga maji ya Yordani kama kwanza, Yordani ikaacha njia. Hivyo lile vazi ambalo Elisha alilichana na akatembea na vazi kutoka kwa Elia, lile vazi alilolichana lilikuwa ni vazi la kuzuilika. Kama Elisha angeenda na vazi lake lile, asingeweza kuvuka, angezuilika. Lakini ameenda na vazi la Elia, Yordani imeacha njia. Sijajua unaponisikiliza na kunitazama, unazuilika katika baraka ipi? Unataka kuvuka na kuingia kiwango kipi? Nini kinakuzuia kuipata hiyo baraka? Omba leo vazi la kushinda kuzuilika, na Mungu atalileta kwa namna za kiroho, na utaona unavuka na kuiendea hiyo baraka yako. Nimekuwa nikinena na wewe katika kipindi hiki cha Kutoka Madhabahuni, ujumbe wenye kichwa vazi lilovikwa linaamua, na nimekupa baraka 4 zinazoamriwa na vazi ambalo mtu amevikwa katika ulimwengu wa roho. Mungu, katika jina la Yesu ali hai, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Mavazi yoyote ya mateso aliyovikwa, ninatamka yamwache sasa kwa jina la Yesu ali hai. Yamwache kwa jina la Yesu ali hai. Ninambariki mtu wako huyu Jehova, mvike mavazi ya baraka na aone kubarikiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen. Ni mtume na nabii Joshua Christian, Jokri Ministries, Kibamba hospitali kule Dar es Salaam. Ninakualika katika ibada zetu ili uendelee kupata maarifa, nikuhudumie kwa ukaribu, pia kwa kukufungua. Mungu akutunze, baraka zake zizidi sana kwenye maisha yako. Mpaka tunapoonana wakati mwingine, ninakuacha mikononi mwa Bwana. Bye bye.